Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji wa ASAM Online TV. Karibu katika ripoti za ASAM Online TV. Siku ya leo tumekwenda kuvuka maji kwa kina kabisa mpaka katika kisiwa cha Tumbatu, na tumeweza kufika katika hafla maalum ya maulidi ya mazazi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaliyoandaliwa na chuo cha Manakibul Qadiria iliyopo Tumbatu Chwaka. Mazazi haya ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam huadhibishwa kila ifikapo mwezi 27 Ramadhani, kama kuweza kumwenzi lakini pia kuthamini juhudi za dini yetu. Lakini sasa hivi tupo katika kipengele cha dhafa ambacho kitajumuisha Waislamu mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali, na dhafa hii itaanzia katika bandari hii ya hapa Moyo Mitanoni mpaka maeneo ya kule Tumbatu ndani kunaitwa eneo la Kitamlini. Tuwe nawe mwanzo hadi mwisho. Hii halaka ya leo Manakib Al-Qadiria ina historia kubwa na mimi. Kwa sababu Manakib Al-Qadiria ndio madrasa ambayo nimesoma mimi. Kwa hiyo ndio maana nakuwa mstari wa mbele kila inapofika katika kipindi hiki cha mwezi 27 kama leo. Na haya maulidi kila mwaka ni maulidi ya chuoni tunaita kwa hapa Tumbatu. Ni maulidi ya chuoni, lakini sasa yamekuwa. Kwa hiyo kuna haya ya mwezi 27, kuna na yale mengine ya mwezi ya mfungo 9. Yale ya mfungo 9 yana mnasaba na kuwaombea dua. Chanzo chake ni kuwaombea dua makhalifa wetu ambao wametangulia mbele ya haki. Haya ni maulidi ya wanafunzi nikiwemo mimi. Kwa hiyo ndio maana huwa napata wasawa kuweza kushiriki kila mwaka kwa hali na mali. Kwa hiyo suala la maulidi, kwa mfano Tumbatu watu wanafanya ibada ya kufunga Ramadhani pamoja na kusoma Qur'ani pamoja na kufanya kuswali suna zote ambazo zimewekwa kwa mujibu wa mwongozo na maagizo na maelekezo ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanayotokana na kitabu cha Mwenyezi Mungu, Qur'an tukufu. Lakini hapa kwetu Tumbatu tuna utamaduni kuanzia mwezi mosi Ramadhani, kila baada ya tarawehe kunakuwa na maulidi ya watu binafsi, lakini maulidi ya vyuo kama hivi yanakuwepo mpaka tunafika kwenye mwezi 29. Ni utamaduni wetu, na huu ndio utamaduni na silka yetu ya kusoma maulidi kwa maana ya kumsifu Bwana Mtume na kumdhikiri Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo unapotaja maulidi, maana yake maulidi ni halaka ambazo zimeandaliwa na watu kwa mujibu wa, na maulidi nini? Maulidi ni kumsifu Bwana Mtume na kumzikiri Mwenyezi Mungu. Sasa hao wengine wanaosema sijui maulidi ni nini, hayo sisi hatuwezi kwenda huko wala hatuwezi kuwaingilia. Lakini maulidi, unaposoma maulidi manake unataja sifa za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unamsifu uzawa wake, utukufu wake, lakini pia unamdhikiri Mwenyezi Mungu. Sasa kama kumtaja Mwenyezi Mungu na kumsifu Bwana Mtume ni vibaya, sasa hayo tuachie wenyewe, hatuwezi kwenda katika mjadala huo wala mahojiano hayo. Kwa hiyo mimi nitaendelea katika muda huu toka nimekuwa kama nilivyokuambia. Mimi nimeingia chuoni kwa maana ya madrasa toka mwaka 1967 nimeanza kusoma Qur'ani. Kwa hiyo nimesoma Qur'ani mpaka nilipomaliza kwenye madrasa yangu. Ile ndio madrasa yangu ya Manakib Qadiria, ndiko nilikosoma kuanzia alifu b t mpaka nimefika nilikofika, nimesoma pale. Na watu wanaweza wakashangaa kwa nini Manakibul Qadiria wanakuja hapa kwa sababu wanakuja kwa mwenza wao. wanakuja kwa mwenza wao kwa sababu mimi ni mwanafunzi mwenza wao.
Sasa kwa rika yangu hii sijui kama bado wananiita mwanafunzi mwenza wao, wananiitaje, wanajua wao, lakini lazima waje kwa sababu mimi ni mwenza wao. Kwa hali na mali mimi ni mwenza wao na wao ni wenzangu. Na tuna mashekhi zetu katika maeneo mbalimbali ya Unguja na Pemba. Huwa tunatembeleana na mimi sialiki ninapowatembelea mashekhe wa Kadiria katika maeneo tofauti ambao wanakwenda na hii halaka yetu ya manakib. Natembelea mbalimbali kwa kukumbuka kwamba wale ni walimu wangu lakini ni wenzangu vile vile. Kwanza unaposhiriki kwenye halaka kama hizi na unapokwenda kwa nia ya kumsifu Bwana Mtume kililai na kumdhikiri Mwenyezi Mungu, basi watu wanadhani kufanikiwa ni kupata pesa tu. Hapana, unaweza ukawa na mafanikio, sio lazima uwe na pesa, lakini utakuwa na mwenendo wako mzuri na utakuwa una insafu nzuri na wenzako. Kwa hiyo hii halaka kwangu mimi ni jambo kubwa. Ni jambo kubwa sana. Na ndio maana kila mwaka inapofika ile yetu ya jumla ya Tumbatu wanashiriki. Lakini si Tumbatu tu, nashiriki kila pahala. Kila pahala. Hata kama sikushiriki kiwiliwili, lakini nashiriki pia kimawazo, nashiriki pia kimchango, nashiriki kwa hiyo nashiriki kila pahala. Karibu halaka zote zilizopo katika ukanda huu wetu wa kaskazini mimi nashiriki kikamilifu. Nashiriki kikamilifu, maana ya kushiriki kikamilifu nadhani unajua. Nashiriki kikamilifu. Whether nipo whether sipo. Kwa mfano juzi kulikuwa na tahfidhi Qurani ya mkoa, mimi nilikuwa niko Mara, lakini nimeshiriki kikamilifu. Kiwiliwili kilikuwa hakipo, lakini moyo wangu ulikuwepo. Kwa hiyo faida ya hii ni kwamba unaondosha mambo mengi yalokuwa yale mawazo maovu, mawazo mabaya ambayo unaweza ukawa unayafikiria kila wakati hivi sijui hivi, yanakutoka kabisa. Na siri yake kubwa ni kumsifu Bwana Mtume na kumdhikiri Mwenyezi Mungu. Sasa unapomdhikiri Mwenyezi Mungu kuna faraja ndani yake. Hata kama hutaiona sasa, lakini itakusubiri huko twendako. Takriban viongozi wengi ambao tuko katika level yetu hii moja huwa wananipongeza mara nyingi sana. Huwa wananipongeza na kuona kwamba nafanya jambo jema. Jambo jema kwao. Pengine inawezekana wao wanataka kushiriki, lakini kwa sababu wengine wanashiriki kikamilifu kwa sababu na wengine makwao wanazo halaka kama hizi. Wengine wanatamani kushiriki lakini wanatafuta namna waanzie wapi, lakini nakuwa na washauri na tunashauriana. Lakini kubwa zaidi huwa wananipongeza na huwa nawaambia na huwa nawaalika kila inapotokea kitu kama hiki, basi huwa nawaalika mara nyingi sana. Na nawasihi basi washike sana hizi halaka. Washike halaka, watengeneze muda, watengeneze siku za kuweza kumsifu Bwana Mtume, lakini pia kumdhikiri Mwenyezi Mungu. Hii ndiyo dua pekee ambayo inaweza ikakusaidia na kukuokoa na mambo mengi kabisa katika hii dunia. Mimi niendelee tu kuwashajihisha jamii kwamba waendelee kushika halaka kama hizi na washike silka na mila na utamaduni ambao tumeachiwa na mababu zetu waliotutangulia, kwamba tunapofanya jambo hili ni heshima kwetu, tusijaribu kuliacha. Na mimi nawasihi hata wale walio wadogo zangu kiumri kwamba jambo hili tuendelee nalo, tulishike ili kwanza tunapata faida kubwa ya ile ya kumsifu Bwana Mtume, lakini vile vile ya kumdhikiri Mwenyezi Mungu tunapata faida kubwa sana. Wenyewe tunaweza tukaona kama ni jambo la kawaida, lakini hili jambo ni jambo kubwa sana. Sana. Kwa hiyo ni sihi jamii kwamba jambo hili tusiliache. Na ndio maana huwa kila ninapopata nafasi ya kuzungumza na jamii nahimiza kwamba tufundishe kusoma watoto wetu tuwafundishe kusoma Qur'ani. Kwa sababu Qur'ani tukisoma tukielewa ndio itatubakisha katika haya maeneo ambayo tunaweza tukawa tunamjua Mwenyezi Mungu, tunaweza tukawa tunapata nafasi ya kumsifu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni mwakilishi wa jimbo la Tumbatu Mheshimiwa Haji Omar Her
akizungumza kwa kina kabisa kuhusiana na shughuli hii ambayo leo imekuwa ni shughuli kubwa sana hapa katika visiwa vya Tumbatu. Wananchi mbalimbali wamejitokeza katika hadhara hii, lakini pia kiongozi mwenyewe amezungumza kwa kina kabisa kusema kwamba Manaqibul Qadiria ndio chuo chake ambacho ameweza kujifundisha toka akiwa mdogo. Mwenyewe amekwenda kuzungumza, amesema kuanzia alifu BTC mpaka hapo alipofikia. Ni kweli ni furaha kubwa sana kuweza kuwaona viongozi kama hawa wakijumuika na wananchi mbalimbali, lakini pia Waislamu mbalimbali katika hadhara kama. Ni takriban ya dakika 60 kutoka katika bandari ya Moyo Mitanoni mpaka katika eneo hili la Kitamlini. Wanafunzi mbalimbali kutoka madrasa mbalimbali wakiongozwa na Manaqibul Qadiria wakiweza kuhitimisha shughuli hii kwa upande wa jioni hii. Lakini hapo usiku kutakuwa na shughuli nyingine ambayo itakwenda kuwajumuisha wanafunzi wa vyuo mbalimbali wakiongozwa na chuo Madrasatul Manaqibul Qadiria. Langu jina naitwa Abdurrahman mwana wa Sheha.